Kiongozi mmoja mwandamizi wa idara ya usalama wa taifa amesababisha mtafaruku mkubwa kama ambavyo inaelezwa katika makala hii fupi lakini ya kina kuhusu mtendaji huyo wa taasisi hiyo nyeti ya serikali ya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo ziko wazi na uthibitisho wa hayo yapo hadharani, kiongozi mmoja mwandamizi wa ngazi za juu katika idara ya usalama wa taifa amesababisha hasira kali miongoni mwa Watanzania kufuatia machapisho yake kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo imejikita zaidi katika kuwatukana na kuwadhihaki maelfu ya Watanzania waliouawa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan kuanzia Oktoba 29 ya mwaka 2025. Sasa kiongozi huyo anaitwa Fadhili Mufwimi Saga. Fadhili Mufwimi Saga. Huyu bwana alikuwa naibu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Taarifa za hivi karibuni zinaeleza kwamba ametolewa katika wadhifa huo, lakini kutolewa kwake kunaelezwa kwamba ni kwa mkakati. Kama mnavyofahamu, kuna viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakinyofolewa katika nyadhifa zao. Viongozi hao ni wale waliohusika moja kwa moja na mauaji yaliyoanza kutokea Oktoba 29 mwaka jana na ambayo inaelezwa kwamba inaendelea mpaka muda huu. Kwa hiyo wakati wa mauaji yale ya Oktoba 29 na kuendelea, huyu bwana alikuwa naibu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa, lakini pia alikuwa ni mkurugenzi wa operation za ndani za taasisi hiyo, nafasi inayofahamika kama DOI. Na kwa mujibu wa maelezo, huyu bwana ameshiriki katika operation mbalimbali za kuteka, kutesa, kupoteza watu na kuwatoa uhai raia mbalimbali. Lakini pia inaelezwa kwamba yeye hasa miongoni mwa watu ambao wamekuwa kiwalenga sana ni watu wanaohusiana na kanisa Katoliki kwa sababu ambazo hazijaweza kufahamika. Na huyu bwana ana unasaba wa kutoka Zanzibar kwa mujibu wa maelezo, na amekuwa akitumia sana nyenzo ya udini katika kuangamiza raia, hasa wale wanaotoa taarifa kuhusiana na masuala ya utekaji, utesaji, mauaji na kupotezwa kwa raia. Lakini kitu ambacho pengine kinasikitisha au pengine cha kushangaza licha ya kusikitisha ni kwamba huyu jamaa ni mtu ambaye anatumia sana mitandao ya kijamii. Na hili pengine linapaswa kuliangalia kwa mtizamo mwingine, kwa sababu endapo mtu anaweza kushiriki kufanya unyama kama huu, lakini bado akawa na ujasiri wa kwenda kwenye mitandao ya kijamii, na wakati huo kuna watu wanamfahamu kuwa huyu japo hatumii jina lake halisi kwenye mitandao ya kijamii, lakini anajulikana ni nani, hiyo inatatiza, kwa sababu ni yale ambayo tunasema kwamba wananchi kwa kiasi kikubwa nao wanachangia haya yanayoendelea kwa kushindwa kuchukua hatua stahili. Huyu bwana amekuwa maarufu sana kwenye mitandao, sio tu mtandao ambao anatumia sana ni mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, lakini pia yupo Instagram, kadhalika yupo Facebook, na anatumia jina hilo moja katika mitandao yote ya kijamii, na jina analolitumia ni Kwame Kivaisi, neno moja hilo, Kwame Kivaisi. Na ukienda kwenye akaunti hiyo utakutana na machapisho ambayo yanachukiza, yanapandisha hasira na kwa hakika yanaudhi, kwa sababu kwa mfano kuhusiana na walioshiriki maandamano ya Oktoba 29 waliouawa kutokana na kutumia haki yao ya kikatiba kuandamana, maneno ambayo huyu jamaa anaandika kwa hakika yanachukiza. Lakini pengine cha kushangaza ni kwamba hakuna hatua za msingi zilizochukuliwa na wananchi, kwa sababu utarajii kwamba mtu kama huyu, kiongozi wa ngazi za juu katika taasisi kama hiyo, atachukuliwa hatua na serikali, kwa sababu anayoyafanya ni kwa kuhusiana na serikali. Kama kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter ameweka kabisa na anwani pale inaonyesha kuwa yeye ni mtumishi wa serikali. Lakini jina la huyu bwana lilianza kusikika mara baada ya kutekwa kwa Agatha Atuhaire pamoja na Boniface Mwangi. Hawa ni wanaharakati. Agatha ni mwanaharakati kutoka Uganda na Boniface Mwangi ni mwanaharakati kutoka Kenya. Kama unafahamu, hawa walitekwa walipokuja kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na walikuwa hawajulikani walipo kwa takriban siku 10, lakini baadaye wakaja wakaachiwa na kutupwa kwenye mipaka. Kwa Agatha ulikuwa ni mpaka wa Mutukula
ambao ni kati ya Tanzania na Uganda, na mpaka maeneo ya Namanga huko kati ya Tanzania na Kenya. Lakini katika ujasiri waliokuwa nao wawili hawa waliweza kuongea na vyombo vya habari na kueleza unyama mkubwa waliofanyiwa. Kwa hakika yalikuwa mabaya yaliyofanyika, na wakaeleza kwamba waliingiliwa kinyume cha maumbile, walilawitiwa na vitu kama hivyo ambavyo kwa hakika ni vitu vibaya. Sasa walikwenda mbali zaidi na kuwataja baadhi ya watu waliohusika na unyama huu, na mmoja wa watu waliotajwa ni huyu Fadhili, lakini huyu alitajwa kwa jina moja. Kwa hiyo wakati huo ilikuwa haijulikani huyo Fadhili ni nani, lakini walisema kwamba ni mmoja wa wakurugenzi wa idara ya usalama wa taifa kwa jina la Fadhili. Lakini hatimaye taarifa zaidi zikaja zikapatikana kufahamu jina lake kamili, na yeye ni mmoja wa wahusika wakubwa kabisa katika hizi operation za kuteka watu, kwamba mara baada ya kuteuliwa kushika wadhifa huo amekuwa kiongozi mwandamizi katika shughuli hizo za utekaji. Lakini kama nilivyosema hapo awali, taarifa za hivi karibuni zinaeleza kwamba ametolewa katika wadhifa huo. Amepelekwa wapi, hilo bado halijafahamika, lakini kutolewa huko ni mbinu ambayo amekuwa akiitumia Samia Suluhu Hassan kuwaondoa baadhi ya watendaji walioshiriki moja kwa moja katika kufanya unyama wa huo ulioanza Oktoba 29 na kwa mujibu wa taarifa unaendelea mpaka sasa hivi. Lakini muhimu kufahamu kwamba hili janga la utekaji halikuanza Oktoba 29. Janga hili limeanza kitambo, lakini kwa utawala wa Samia Suluhu Hassan janga hili limeanza kushamiri sana katikati ya mwaka 2023. Kwa hiyo kwa sasa hivi na takriban kama miaka mitatu ambayo ndio imeshika kazi. Kuanzia katikati ya 2023 limekuja kutokea matukio mbalimbali wakina Deusdedith Soka na mengineyo mpaka muda huu. Lakini hali ilikuwa mbaya zaidi hapo Oktoba 29 ambapo kwa mujibu wa takwimu inaelezwa kwamba zaidi ya watu 10,000 waliuawa. Kinachosikitisha kuhusiana na hatua za wananchi, huyu bwana anafahamika na taarifa zake zipo kwenye mtandao wa tanzaniamassacre.org. Huu ni mtandao ambao una orodha ya watu ambao wameuawa, majina yanayofahamika ya watu waliouawa katika mauaji yaliyoanza Oktoba 29. Kwa hiyo ni mtandao ambao unakuwa hizi ni jitihada ambazo kwa hakika kama kuna mtu mmoja anastahili pongezi kubwa sana ni mwanaharakati Maria Sarungi, kwa sababu amekuwa akikusanya hizi taarifa na mtandao unaendeshwa na watu mbalimbali, lakini yeye binafsi amekuwa mstari wa mbele kukusanya hizi taarifa za watu waliouawa na zipo katika hii database. Na ukienda hapo utakutana na majina 99 ya watu ambao wanasubiri kuchukuliwa hatua na mahakama ya kimataifa ya uhalifu yani ICC, na makosa yao yametajwa, na mmoja wa watu hao mwanzoni kabisa katika top 10 ile, huyu bwana Fadhili yupo katika hilo. Kwa hiyo ili pengine kuthibitisha haya kwamba sio tu taarifa za kutoka hewani, unaweza kwenda kuangalia akaunti. Lakini kuna tatizo moja sasa. Tatizo moja ambalo wakati mwingine inakuwa inawia vigumu kuweka hadharani akaunti za watu, ni kwa sababu kwa Watanzania wengi hawafahamu kwamba unaweza ukaona akaunti ya mtu hata kama humfollow. Ukiweka akaunti ya mtu, watu wanaanza kuifollow kwa kutaka kuona kile kilichopo. Sasa hapo unakuwa umempiga chura teke, kwa sababu badala ya kuchukua hatua stahili kama vile kumblock au kufanya chochote au hata kuna kumwakia kwenye akaunti yake, mnakuwa unamuongezea idadi ya followers. Lakini hili ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo. Watu wengi walikuwa wanamfahamu jamaa. Mimi binafsi nilikuwa namfahamu kitambo, namfahamu kama mtumishi wa idara ya usalama wa taifa, namfahamu kama alikuwa kiongozi wa idara ya usalama wa taifa, nafahamu kuhusu uhusika wake na masuala ya utekaji na vitu kama hivyo, lakini sikuwahi kufahamu kwamba huyu mtu yupo kwenye mitandao ya kijamii akiwa anatumia hilo jina ambalo nimelitaja hapo awali. Anafahamika kama Kwame Kivaisi, na kwa hakika mnasema ukienda kwenye hizo akaunti zake ukiangalia aliyoandika hapo yatakutia hasira kubwa sana. Sasa haya ni mambo ambayo yako ndani ya uwezo wa Tanzania wenyewe. Haya hayasubiri ICC. Haya hayasubiri miujiza kutoka nje ili iweze kuyatatulia. Haya yako ndani ya uwezo, kwa sababu kama mtu yuko mtandaoni na anatumia mtandao kufanya vitu vichafu kama hivi, kisha shiriki kwenye mauaji, kisha shiriki kwenye ubakaji, kwenye ulawiti na vitu vingine vichafu, lakini bado ana ujasiri wa kwenda kwenye mitandao ya kijamii na kuandika ushenzi anaoandika, kwa hakika hili lipo ndani ya uwezo wa Tanzania. Na ni matumaini ya makala hii kwamba watu ambao wanakerwa na haya, ambao wanataka kuona haki inapatikana, basi ni muhimu waanze kuchukua hatua, kwa sababu akishughulikiwa mmoja, ujumbe utafika kwa wengine.
Je, una maoni gani kuhusiana na makala hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.